Ndugu zangu wa Tanzania, tunaye rais mzuri sana. Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni mama mwenye maono. Lakini liko tatizo ambalo napenda niwaambie Watanzania wenzangu, kwamba kuna baadhi ya watu wanamjaji mama kwa sababu ya mapungufu ya watu wengine. Kumbuka Mheshimiwa Rais alikuja kujenga mahusiano ya vyama vyote vya siasa kuwa pamoja, kwamba jamani, hii ni nchi yetu sote. Akairudisha demokrasia kwa wazi kabisa. Vyama vya siasa vikaruhusiwa kufanya mikutano ya hadhara mpaka hii leo. Mpaka wakati wa uchaguzi wanaruhusiwa vyama vya siasa, mikutano ya wananchi, mikutano ya hadhara, kujitangaza, kutangaza sera zao. Hiyo ni demokrasia. Hata tukiwauliza wapinzani, hiyo ni demokrasia, sio demokrasia? Mheshimiwa Rais amefanya hivyo. Lakini mimi nataka niseme juu ya malalamiko yaliyopo, hakuna sababu ya malalamiko ama mapungufu yaliyopo. Mapungufu haya maamuzi yake yawe ni maandamano ya haramu, maandamano ambayo mpaka sasa hivi hatujajua nani ni organizer wa haya maandamano, kwa chama kipi cha siasa, zaidi ya watu ambao tunawaona wako nje ya nchi wanafanya mambo hayo, wana mobilize watu wa ndani wakiwa wao wako nje. Basi angalau tungemuona Mange Kimambi ndani, Mange Kimambi tungemuona hapa, tukasema bwana Mange, unatuhamasisha, wewe ndio utakuwa uko mbele pale. Lakini tunachotazama ni kwamba yeye mwenyewe yuko Marekani, lakini anahamasisha watu wa Tanzania waandamane kwa ajili ya kupambania. Kweli yako mambo ambayo kimsingi yanafaa kupambaniwa, lakini kwa njia ya amani, kwa njia ya mazungumzo. Mheshimiwa Rais ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni rais anayefikika, sio rais dikteta, lakini kwa njia ya amani. Katika kitu kinachotajwa kwenye maandamano, yani dhamira kuu kitazama na namna vijana walivyohamasika ni fujo. Yani kuna watu leo wanatamani machafuko kama yanaonekana Libya, machafuko yanaonekana kama vile Palestina na Israel, machafuko yanaonekana Kongo na nchi nyingi zenye vita kama vile Sudani. Leo kuna vikosi pale RSF na vile vikosi vya jeshi la taifa vinapambana, na yote yalikuwa katika jeshi moja. Sasa leo ukiona mpaka watu wameanza kuinject baadhi ya wanajeshi kwa ajili ya kuasi jeshi lao, hii ni dhamira mbaya kwa taifa letu. Jamani, bunduki na mabomu muyasikie tu kwa wenzenu. Bunduki na mabomu muyasikie tu kwa wenzenu. Sio jambo jepesi kabisa kufikiria vita vinaweza vikatoa suluhu. Daktari Samia Suluhu Hassan ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama. Katiba imemweka pale na ana mamlaka ya kufanya maamuzi ya kuamrisha jeshi lake dhidi ya kitisho chochote cha kutishia amani. Sasa wanaofanya hivyo watu waandamane, wenyewe wako mbali. Atakayeumia ni mimi na wewe. Kwa hiyo Watanzania, ningeomba sana tujikite katika masuala yanayohusu maendeleo na mafanikio yetu. Tusikubali kamwe kujikita kwenye maandamano haramu ambayo ni kwa ajili ya maslahi ya watu na wenye kutaka madaraka tu. Tunafahamu kwamba yako mapungufu. Serikali inaongozwa na mwanadamu, hakuna mwanadamu mkamilifu. Lakini mapungufu haya tukae chini, mama anafikika, tumia njia mbalimbali. Mitandao ipo, zungumza lugha ambayo haitaathiri utu wa mtu, heshima ya mtu. Sema ukweli. Kwa mfano ufisadi umeuona, sema. Kuna watu wanatumia madaraka yao vibaya. Mfano unaweza kushuhudia mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, ni mara nyingi sana. Na usije kadhani kwamba Mheshimiwa Rais mkuu wa mkoa anapofanya kitu kibaya anamkubalia tu. Wako viongozi wamewajibishwa kwa kutumia madaraka yao vibaya. Wapo. Mkuu wa mkoa kama anasimama kwenye njia sawa, hakuna shida. Lakini kama mkuu wa mkoa atatumia cheo chake kwa ubabe, kwa dhamira ya kuumiza wananchi, Dr. Samia hawezi kukubali. Dr. Samia nje ya kuwa ni rais wa nchi, yule ni mama. Na sifa ya mama siku zote ni huruma. Na mimi nadhani hata baadhi ya wakuu wa mikoa na wilaya wajaribu kuangalia, wasije kadhani mama amenyamaza hivi. Wajaribu kuwa makini, kwa sababu kumtesa mwananchi wa Dr. Samia ni sawa na kumtesa mwenyewe Dr. Samia.
Kumtesa mwananchi wa Dr. Samia ambaye yeye ndio anamuongoza ni sana kumtesa mwenyewe. Unafoka, unaamuru, unatumia amri zako ovyo ovyo, unatishia watu mabunduki ambao kimsingi hawana hata bunduki. Kwa naomba sana Watanzania, twendeni tukaifanye nchi yetu endelee kuwa na amani na tutafanikiwa sana. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika.